السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، ndugu wapenzi watazamaji na wanadarsa, siku ya leo tuliratibu tuianze darsa yetu ya kuzisoma ahadithu nabii sallallahu alayhi wasallam, hadithi za mtume, na kitabu tulichokichagua ni kitabu cha Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي. Na leo tuko katika muqaddimatul muallif rahimahullah, utangulizi wa mtunzi mwenyewe, Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu. Mtunzi ameanza kwa kumshukuru Allah jalla jalalu kwa kusema alhamdulillahil wahidil qahar. Shukurani zote au sifa zote zinamstahiki Allah aliye wa pekee, mwenye kuteza nguvu, al-azizil ghafar, aliye mshindi, aliye mwingi wa kusamehe, mukawwiril layli ala an-nahari, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kukusanya usiku juu ya mchana, tadhkiratan liulil albab, hali ya kuwa ni ukumbusho kwa wenye akili, au tadhkiratan liulil qulubi, kwa chapa nyingine ukumbusho kwa wenye nyoyo zenye kuelewa, wal absari, na wale wenye kutambua, wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar, na ni utambuzi kwa watu wenye akili na kuzingatia. Alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaamsha miongoni mwa viumbe wake na kuwateua. Au unaweza ukatafsiri alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu, ambaye amemwamsha miongoni mwa viumbe wake aliyemchagua. Fazahadahum fi hadhihi dar, akawafanya wawe ni wenye zuhudi katika nyumba hii ya dunia. Washaghalahum bimuraqabatihi wa idamatil afkar, na akawashughulisha wawe ni wenye kujichunga, yani wawe ni wenye kuchungana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kudumu, na wawe ni wenye fikra zenye kudumu. Wa mulazimatil itti'adhi wal idkar, na wawe ni wenye kulazimiana na nasaha na ukumbusho. Wawafaqahum lidaabi fi ta'atihi, na akawafikisha katika hilo uwe ndio mwenendo wao katika taa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wataahu bilidaril qarari, na akawafikia wawe ni wenye kujiandaa, wawe ni wenye kufanya maandalizi kwa ajili ya nyumba ya utulivu, nayo ni nyumba ya akhera. Walhadhari mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar, pia akawafikisha wawe ni wenye kuchukua tahadhari kutokana na yale yanayomchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, na kumwajibisha mtu kuingia katika moto wa jahannam, au katika nyumba ya moto wa jahannam.
walmuhafadhati ala dhalika, na akawafikisha kujihifadhi juu ya hayo, ma'a taghayuri alahwali walatwar, pamoja na mabadiliko ya hali na mapito. Watu wanapitia katika hali tofauti tofauti na mapito tofauti tofauti, lakini wale ambao wameafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala wawe ni wenye kujihifadhi katika kufuata mwongozo wao, huwa hawabadiliki kwa kadiri hali zinavyobadilika na mapito wanayoyapitia. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu, ninamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifia kwa sifa zilizokwenda mno na zilizotakasifu mno. Wa ashmaluhu wa anmahu, na sifa zilizokusanya mambo mengi matukufu zenye ziada, zenye nyongeza. Wa ashhadu an la ilaha illa Allahul barrul karim, na ninashuhudia ya kuwa hapana mola mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah aliyemwema, aliyemkarimu. Ar-Raufur Rahim, mwingi wa upole, mwingi wa huruma. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na ninashuhudia ya kuwa Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Wa habibuhu wa khaliluhu, na ni kipenzi chake na ni mwandani wake. Alhadi ila siratin mustaqim, Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam awe ni mwenye kuwaongoza watu katika njia iliyonyooka. Wadda'i ila dinin qawim, na ni mwenye kuwalingania watu kuingia katika dini sahihi. Salawatullahi wa salamuhu alayhi, rehma za Allah na amani zake ziwe juu yake. Wa ala sairin nabiyyin, na ziwe juu ya baki ya mitume wengine. Wa ali kulli, na watu wake wote mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa sairi salihin, na baki ya watu wema wengine. Amma ba'du, ama baada ya haya, faqad qala ta'ala, kwa hakika amesema Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya Qur'ani, na aya hii inapatikana katika suratu Dhariyat, ni aya ya 56 mpaka aya ya 57. Anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na sikuwaumba majini na binadamu isipokuwa nimewaumba kwa ajili ya kuniabudu. Ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun, sitaki kutoka kwao riziki yoyote na wala sitaki wanilishe. Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia riziki ya mwanadamu na riziki ya majini kuwa ni nyepesi, alimuradi tu wasitoe sababu za kushindwa kumwabudu Allah jalla jalalu. Wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lilibada, na aya hii ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imekuja kuweka wazi ya kwamba viumbe hao wameumbwa kwa ajili ya ibada. Fahaqqa alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu, basi ikawa ni haki juu yao kujishughulisha na kile walichoumbiwa. Wal i'radhu an hududhi dunya bizahadati, na kupuuza kunako mafungu ya dunia, kunako hadhi za dunia, kwa kuipa nyongo dunia. Fa innaha daru nafadin, hakika dunia ni nyumba yenye kutoweka. La mahallu ikhladi, si mahala pa kuishi milele. Wa markabu uburin, na hii dunia ni sawasawa na kipando cha kuvukia mahala tu. La manzilu huburin, na wala si makazi ya furaha. Wa mashra'u infisami, na hii dunia ni sehemu ya kuvunjika. La mawtinu dawam, si sehemu ya kudumu. Falihadha kana al-ayqadhu min ahliha
Basi kwa sababu hii ndiyo maana imekuwa wale walio macho miongoni mwa watu wake humul ubadu, nao ni wale wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisikia watu wanaambiwa hawa wako macho, walioamka ni wale wenye kumwabudu Allah jalla jalalu. Wa aqalu nnasi fiha humu zuhadu, na watu wenye akili zaidi kuliko watu wote katika hiyo dunia nao ni wale wenye kuipa nyongo dunia, hawaigeuki kabisa, wameipa mgongo. Qala Allahu Ta'ala, kwani amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, na aya hii ni aya ya 24 inayopatikana katika surati Yunus. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samai, hakika si vinginevyo mfano wa maisha ya duniani ni kama vile maji tuliyoyateremsha kutoka mbinguni. Fakhtalata bihi nabatul ardi, maji hayo yakachanganyika na mimea ya ardhini. Mimma yaakulu nasu wal an'am, miongoni mwa vile vinavyoliwa na watu na wanyama. Hatta idha akhadhatil ardu zukhurafaha, mpaka ardhi ilipokamilisha uzuri wake. Hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha, mpaka ardhi ilipokamilisha uzuri wake. Wazayyanat, na ikapambika. Wadhanna ahluha annahum qadiruna alaiha, na wakadhani wenyeji wake ya kwamba wao ni wenye nguvu juu ya hiyo ardhi. Ataha amruna lailan au nahara, ardhi hiyo ilifikiwa na amri yetu, iliendewa na amri yetu wakati wa usiku au wakati wa mchana. Faja'alnaha hasidan, basi akaifanya ardhi hiyo ikawa kama imefyekwa. Ka'allam tughna bil amsi, kana kwamba jana haikuwepo. Kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun, hivyo ndivyo tunavyozipambanua aya kwa watu wanaofikiria. Kwa hiyo aya hii inatutaka tuwe na zuhudi. Haya maisha ya duniani haya ni mataun ghurur, ni starehe tu zinazodanganya za muda mchache kabisa. Wal ayatu fi hadha al maana kathira, na aya zilizokuja katika maana hii ndani ya Qur'ani ni nyingi sana, ni vigumu kuziweka katika mlango huu. Ndivyo anavyosema muallifu hadha alkitab. Walaqad ahsana alqailu, na kwa hakika amefanya vizuri zaidi msemaji alipotunga ubeti huu au abiyati hizi, akasema inna lillahi ibadan futana, hakika Mwenyezi Mungu anao waja watambuzi, au unaweza ukaifasiri hakika Mwenyezi Mungu anao waja wacha Mungu. Talaqud dunya wa khaful fitana, walioiacha dunia na wakaogopa fitna, maana hii dunia ni fitna. Fakkaru fiha, walifikiria ndani yake, kuifikiria dunia. Falamma alimu, pindi walipotambua, annaha laysat lihayyi watana, kwamba hakuna nafasi kwa mtu aliye hai kuishi milele katika dunia hiyo. Ja'aluha lujatan, walifanya dunia hii kuwa ni bahari yenye kina kirefu, yani walifananisha kama bahari yenye kina kirefu. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, na wakafanya matendo mema ndani ya dunia hiyo kuwa ndiyo meli itakayowavusha katika hiyo bahari yenye kina kirefu. Kwa hiyo dunia, mwanadamu unatakiwa uifananishe na bahari yenye kina kirefu, na lazima uandae jahazi litakalo kuvusha kwenye bahari hiyo, na jahazi si kitu kingine isipokuwa ni matendo mema. Fa idha kana haluha ma wasaftuhu, basi pindi inapokuwa hali yake hii dunia
ni kama vile nilivyoisifia hapo. Wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu, na hali yetu sisi binadamu na majini na vile tulivyoumbiwa kwa ajili yake ni kama vile nilivyotangulia kueleza. Fahaqqu ala almukallafi, basi ni haki kwa yule aliyebalighe, an yadhhaba binafsihi madhhab al-akhyari, aende yeye mwenyewe binafsi yake mwenendo wa watu wema. Wayasluku maslaka uli nuha wal absar, na apite mapito ya watu wenye akili na wenye kuona na wakatambua mambo. Wayataahaba lima ashartu ilaihi, na ajiandae kwa kile nilichokiashiria katika mukaddima huu. Wayahtamu bima nabahatu alaihi, na apupie kwa kile nilichokizindusha juu yake. Wa aswabu tariqin lahu fi dhalika, na afuate njia iliyo sahihi zaidi kwake yeye katika hayo. Wa arshadu ma yaslukuhu min almasaliki, na afuate njia iliyokuwa ya sawa katika kile anachokipita miongoni mwa mapito. Ataadubu bima saha an nabiyina sayyidil awwalina wal akhirin, ajipambe kwa adabu kwa kile kilichosihi kutoka kwa mtume wetu, bwana wa mitume wa mwanzo na ndiye bwana wa mitume wa mwisho. Wa akramis sabiqina wal lahiqin, na ndiye mbora wa wale waliotangulia na wale waliokutana naye. Salawatullahi wasalamuhu alayhi, rehma za Allah na amani zake ziwe juu yake. Wa ala sairi nabiyin, na ziwe juu ya baki ya mitume wengine. Qad qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa taawanu ala albirri wattaqwa, na saidianeni juu ya kufanya wema na uchaji Mungu. Hii ni aya ya pili katika suratul Maida. Wa qad sahha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na kwa hakika imesihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qal, ya kwamba yeye mtume alisema, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, na Allah jalla jalalu yuko katika kumsaidia mja maadhali mja yuko katika kumsaidia ndugu yake. Yani ikiwa wewe uko katika kumsaidia ndugu huyo Muislamu basi Allah subhanahu wa ta'ala naye atakuwa katika kukusaidia wewe. Wa annahu qala, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala, mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, man dalla ala khairin, yoyote atakayejulisha juu ya khairi, falahu mithlu ajri fa'ilihi, basi mtu huyo atalipwa ujira wa mfanyaji wake, yani ujira unaolingana na yule atakayeifanya khairi hiyo. Wa annahu qala, na kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, man daa ila huda, yoyote atakayewalingania watu kuingia katika uongofu, kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, basi atakuwa ana malipo mfano wa malipo ya yule atakayeufuata uongofu huo. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'an, hakipungui katika hilo kutokana na malipo yao chochote. Si kwamba wewe uliyejulisha utapunguziwa au yule aliyefuata ule uongofu atapunguziwa. Hakuna kitakachopungua katika hayo miongoni mwa malipo yao chochote. Wa annahu qala li Ali radhiyallahu anhu, na kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwahi kumwambia Sayyidina Ali, fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am, namuapa Mwenyezi Mungu, ikiwa Allah atamuongoza kupitia wewe mtu mmoja, jambo hilo ni bora kwako wewe kuliko kupata ngamia mwekundu. Na ngamia mwekundu thamani yake wakati huo ni sawasawa na Range Rover kwa wakati huu au zaidi.
Kwa hiyo kumuongoza mtu mmoja tu, yani ikiwa mtu mmoja umemfikishia dawa akaongoka kupitia wewe, basi jambo hilo ni bora kuliko Mercedes Benz na kuliko Range Rover au zaidi ya Range Rover. Na hapa tunafundishwa umuhimu wa da'wa. Sasa mtunzi anasema faraaitu an ajma'a mukhtasaran min al-ahadithi sahiha, nikaonelea nikusanye mukhtasar unaotokana na hadithi sahihi, mushtamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirah, mukhtasari ambao umeshikamana na yale mambo ambayo itakuwa ni njia kwa mwenye kufuata ya kwenda akhira, wa muhassilan li adabihi albatinati wadhahira, na mukhtasari ambao utamfanya mwenye kuupitia awe ni mwenye kupata adabu zake za ndani na za dhahiri. Jami'an litarghibi watarhib, ni mukhtasari ambao umekusanya kitu kinachoitwa targhib, kuwafanya watu wapende kheri, lakini ni mukhtasari ambao umekusanya tarhib, kuwafanya watu waogope adhabu za Allah na wajiepushe na maasi. Wasairi anwa'i adabi salikin, na ni mukhtasari ambao umekusanya baki ya aina nyingine za adabu za wale waliotangulia. Min ahadithi zuhudi, miongoni mwa hadithi za kuipa nyongo dunia, wa riyadhatun nufusi, na hadithi zinazoelezea kuzifundisha adabu nafsi, kuzilea nafsi, wa tahdhibil akhlaqi, na kuzisafisha akhlaqi, kusafisha tabia, wa taharatil qulubi wa ilajiha, na kuzisafisha nyoyo na kuzitibia. Maana nyoyo hupata zikaingiwa na maradhi ya unafiki, maradhi ya ukafiri, wasiwasi wa shaitani. Sasa mukhtasari huu ukawa ni wenye kuzisafisha nyoyo na kuzitibia. Wasiyanatil jawarihi, na kuhifadhi viungo, kwa mfano kuhifadhi ulimi, usitukane, usitete, usiseme urongo. Hiyo ni siyanatul jawarihi. Mkono usimdhuru Muislamu mwenzio, utupu usiende ukazini, na viungo vingine. Kwa hiyo siyanatul jawarihi, kuhifadhi viungo. Wa izalati iwijajiha, na kuondosha ule upindaji wake. Wa ghairi dhalika, na mengine yasiyokuwa hayo, min maqasidil arifin, miongoni mwa makusudio ya wenye kuitambua haki. Wa altazimu fihi, na nimejilazimisha ndani yake katika kitabu hiki cha Riyadhus Salihin, an la adhkura illa hadithan sahiha, nisitaje isipokuwa hadithi sahihi, min alwadhihati, miongoni mwa yale mambo yaliyo wazi, mudhafan ila alkutubi sahihati almashhurat, hali ya kuwa ni mwenye kuegemeza kwenye vitabu sahihi vilivyo mashuhuri. Wa usaddiru alabwaba min alqur'ani alaziz biayatin karimat, na nimeweka milango inayotokana na Qur'ani tukufu kwa kuweka aya tukufu. Wa uwashihu ma yahtaju ila dhabti, na nimevika mambo hayo, mambo ambayo yanahitajia udhibiti, au sharhin, au ufafanuzi. Yani nimeweka kile ambacho kinahitajia udhibiti au ufafanuzi. Nimeweka maana khafiyi, maana ya ndani, binafaisi minatambihati, kwa kuweka vitu vizuri miongoni mwa mambo yenye kuzindua. Wa idha qultu fi akhir hadithi, na nitakaposema mwisho wa hadithi, yani ninaposema mwisho wa hadithi, muttafaqun alayhi, nikisema neno hili muttafaqun alayhi, famaanahu rawahu al-Bukhari wa Muslim, basi maana yake itakuwa hadithi hiyo ameipokea Imamu Bukhari na Muslim. Wa arju in tamma hadha alkitabu, na nataraji kikitimia kitabu hiki, an yakuna sa'iqan lilmu'tani bihi ila alkhairati, kiwe ndio kinamuongoza yule mwenye kujishughulisha kwacho kuyaendea mambo ya khairati. Hajizan lahu an anwa'i alqaba'ih walmuhlikati, kiwe ni chenye kumziwia kunako aina za mambo mabaya na mambo yenye kuangamiza. Wa ana sa'ilun akha, na mimi ni mwenye kumwomba ndugu yangu,
intafa bi shay'in minhu, atakayenufaika na chochote kinachotokana na yale yaliyomo ndani ya kitabu hiki, ayad'u wali, asiache kuniombea dua, aniombee dua, waliwalidai kadhalika, waombee dua wazazi wangu. Haya ni maneno ya mtunzi haya. Wa mashaikhi, na waombee dua mashekhe zangu, wasairi ahbabina, na baki ya vipenzi wetu wengine, wal muslimina ajma'in, na waislamu wote, wa ala Allahi alkarimu i'timadi, na kwa Mwenyezi Mungu aliye mkarimu ndiyo tegemeo langu, wa ilaihi tafawidhi, na kwake yeye ndio muegemezo wa mambo yangu, wastinadi, na mchegemezo wa mambo yangu, wa hasbi Allahu wa ni'mal wakil, na ananitosha Mwenyezi Mungu, kwani yeye ndiye mwenye neema ya kutegemewa, wala haula wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim, na wala hakuna ujanja wala nguvu isipokuwa ujanja na nguvu viko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ujanja na nguvu ni milki yake Allah aliye mshindi, aliye mwenye hikma. Huu ndio ulikuwa mukaddima, utangulizi wa mtunzi mwenyewe, na leo kwa taufiki yake Allah jalla jalalu tumeukamilisha. Lakini ifahamike kwamba tunazileta darsa hizi, nia yetu sisi iwe ni sadaqatun jaria kwa wazazi wetu waliotutangulia mbele ya haki, na hasa wazazi wangu, akiwemo mzee wangu, baba yangu mzazi mzee Ramadhani Ndaki, pamoja na mama yangu mzazi Bi Zainab binti Andrea, na yoyote atakayezitokezea darsa hizi pamoja na mapungufu yake, ikiwa atanufaika japo kwa machache, basi asiache kuwaombea maghfira wazazi wangu, na asiache kuwaombea kuwarehemu, dua za kuwarehemu wazazi wangu, na mimi ninatanguliza juu yake shukurani nyingi. Tukutane katika sehemu ya pili, ambapo tunakwenda sasa kuzungumzia babul ikhlas wa ihdhari niyya fi jami'i al-a'mal wal aqwali wal ahwali al-barizati wal khafiyya. Mlango unaelezea ikhlas, kuhudhurisha nia katika matendo yote na kauli zote na hali zote za wazi na za siri. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujaalie tawfiq, kwani yeye ni waliyu tawfiqi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.